Kwa Marekani story tulikuwa tunapewa na ile promoter na maisha tuliyokuta kule ni kama vitu vile tofauti. Nilikuwa na brother wangu anaitwa Lemi Joseph ambaye yuko na Iringa, alikuwa tunaangalia picha ya Van Damme yale. Ni kweli inawezekana bondia akauza game. Kwa hiyo kulaza hata promoter pata macheka kupigisha kwa bwana nataka bondia aachie. Kwa hiyo mtu tunataka anakuwa na chuki za moja kwa moja zile kwamba bwana mimi sikupendi. Mimi kama nimeenda Thailand juzi nimeenda na watu 5. Nasema kama una hela yako hapo kwanza usiweki hapa kwenye begi, usiweki hapa hela yako itie mfukoni, pale hujapata 100 na utakula pale chakula bure, utafanya kila kitu pale bure. WBC huwezi kucheza kwa kurupuka tu kachezea tu, hapana. Tukipigwa ngumi za uso inalipa. Wanatoa hela sio WBC wala sio nani anatoa hela, wanatoa hela ni promoter ambaye kaandaa fight ile. Kwa hiyo ukipigwa pale uwanjani ukafa, kuna dola 70 ambayo itapewa familia yako. Hata kama hujui ngumi, yani wewe ongea, yani utapata mechi nyingi sana unacheza. Yaani mchezo wa ngumi ni biashara, yani sisi tunaangalia pesa. Na vile kwamba mimi ndio bondia wa kwanza kuja na mikanda miwili Tanzania, afu vile kwamba kuleta mikanda WBC mikubwa, mimi ndio mfumbuzi wao. Nilikuwa na bungeni, nani alikupigia simu? Ilikuwaje hiyo? Ni Makonda aliniita. Mimi mwanamke kija kwangu siku hiyo. Na bwana namba moja mtaani kwao, ndo zamu yangu imefika. Unaishi kiuchumba tu, kwa nini umpige? Mtoto yule usipompige sometimes unakuwa anakuvunjia heshima, sometimes bila watu kuvunjia heshima bila za watu. Wasoda wageni tena. Nikukaribishe kwenye Behind the Vibe, and good thing is siku ya leo nimepata nafasi ya kuzungumza na champion #1 boxer kutoka taifa la Tanzania. What a beautiful day, ladies and gentlemen, na kutambulisha kwako the one and only champion Ibrahim Classic. And of course, tutapiga naye story kadha wa kadha, tutazungumza kuhusiana na maisha yake, safari yake ya boxing, mafanikio kwa ujumla, challenges, na utapata elimu ya boxing kwa undani kabisa. So leo niite boxing day, japo sio siku ya zawadi. Anyways, champion Ibrahim Classic. By the way, karibu sana kwenye show. Shukrani sana. Shukuru nimefika kwa mara ya kwanza. Kinyemwezi kabisa. Tuko pamoja. Na nimependa kitu ambacho Watanzania wengi hatuna kwenye time management. Hujachelewa, yani uko on time. Ni tabia yako? Ni tabia yangu, na vile sometimes ujue ukishapanga kitu muda fulani bwana tufike sehemu muda fulani lazima uwahi. Ni kweli. Ni mali ya mimi maisha yangu yako tofauti. By the way, mimi napanga ratiba ya siku asubuhi. Ratiba yako kwa siku ikoje kama champion kabisa, ukiamka mpaka jioni? Imepangika au ni zigzag tu, inategemea na mazingira ya siku? Hapana, mimi inapangika kwa sababu hata nikiangalia kule nje ya familia yangu na management yangu, na huwa ina ratiba, napanga bwana leo, au napanga kabisa ya ratiba ya wiki. Bwana Jumatatu utaenda hivi, Jumatatu tuna kikao, Jumanne tuna hivi. Kwa hiyo inakuwa wiki nzima inakuwa na ratiba kabisa ishakamilika tayari, kwamba hivi kwamba mimi najua nikiamka kesho kuna hiki na hiki, kiambuke shuhuda kuna hiki. Na hata nje ya familia yangu bwana, labda nitafanya hivi, au jamani wiki hii ndio na familia yangu tunafanya hivi na hivi. Kwa hiyo ratiba inakuwa ishakamilika tayari. Na hapo sasa ni ratiba labda ya vikao na nini? Hapa nazungumzia labda unavyoamka asubuhi, labda ni gym au unapiga tea kwanza, au jioni pia katika mazingira hayo. Kwa mfano labda hamna hivyo vikao na nini, ratiba yako kwa siku ya kawaida kama binadamu wa kawaida? Asubuhi nikiamka lazima kwanza ni mazoezi kwanza. Kwa nachukua maji yangu kidogo ya vuguvugu na kunywa, naingia mazoezini. Kwa hiyo kishamaliza mazoezi saa 4, kishamaliza mazoezi na pale ndo napata chai. Kishamaliza chai tena hapo nakuja bila saa 7 napata chakula cha mchana. Kutoka hapo tena mpaka usiku. Milo mitatu lazima uizingatie. Milo mitatu lazima, kwa sababu tunafanya mazoezi afu usiku tunauchosha mwili sana, kwa lazima kidogo upate chakula ambacho kinarudisha energy mwilini. Kwa hiyo inakuwa vizuri. Nikifuatilia maboksa wa nje wanazingatia sana kwenye swala zima la misosi, yani wako perfect sana. Kwa upande wako, chakula na mazingira ya Tanzania jinsi yalivyo yanakusupport kwenye career yako? Yani mazingira ya nchi yetu jinsi yalivyo, ukitizama kwenye misosi, kwenye hospitali, yanakusupport, upo comfortable? Kwa sababu mimi natujua kwamba nishaishi sana Marekani mwaka mzima, nishaishi kule kwa sababu nilikuwa najua maisha ambayo tunaishi kule, kwa sababu nilikuwa na walimu wa Mexico ambao wana train. Kwa hiyo walikuwa wananipangia swala la kula, kwambia ni kula ni kitu cha kwanza, kula yani kula ndio upate nguvu kwenda kufanya mazoezi, na maji, kwa sababu naambiwa bondia nikiwa mazoezini pale lazima uwe na maji kwenye lita 3 na udu mfembe lita 3, unakuwa unajaza maji lita 3. Kwa hiyo ukimaliza maji yakisha mazoezi, ukimaliza maji yashaisha, kwa sababu maji unakuwa kunywa unatoa. Na swala la weight inakuwa lisumbui sana, kwa sababu unakuwa unafanya mazoezi kwa maji inakuwa kama yanapita tu. Kwa hiyo yani naheshimu sana kwenye kula kwa mazoezi, kwa sababu usipofanya mazoezi bila kula
huwezi kugain chochote. Kwanza unakuwa mwili unauchosha, unaukausha. Hebu unazidi kukomaa tu, lakini hamna unachokiingiza chochote. Umesema ulikuwa Marekani mwaka mzima. Safari yako ilikuwaje? Ulipata vipi opportunity ya wewe kwenda Marekani? Kwa sababu sio mchezo kupata nafasi ya kwenda kuishi Marekani mwaka mzima, budget na mazingira kama hiyo. Na by the way nilisikia Terence Crawford ameruhusu pia ukafanya naye mazoezi au kupe train kitu kama hicho. Tukianzia na safari ya Marekani ilikuwaje Ibra? So mchezo. Safari ya Marekani mimi nilikuwa na baba yangu Chaulembo Palasa ambaye kwa kiongozi wa ngumi kwa rais. Ndio ilikuja contact ya kwenda kukaa Marekani kufanya mazoezi na kupigana kule na kuishi kule tuseme kwa ujumla. Kwa hiyo ikaja contract ile tukasaini mkataba, mimi nikaondoka hapa kwa 2006 kama sikosei. Na 6. Kwa hiyo nikaenda Marekani, tukafika pale, lakini katika maisha story tulikuwa tunapewa na ile promoter na maisha tuliyokuta kule ni vitu vile tofauti. Utofauti gani kwa mfano? Yani kwa sababu tuliambiwa tukifika pale kutoka kuna nyumba ya kukaa, kuna gym ya kutrain. Yani kutoka kila kitu kiko fresh, mimi nitafanya kazi yangu, nafanya mazoezi na kucheza fight. Nikasema nikaanza kuenda kama kuishwa nguvu. Nasema kama una hela yako hapo kwanza usiweki hapa, kwenye begi usiweki hapa, hela yako itie mfukoni, tafuta sehemu ifiche kwa sababu ukiweka hela unaweza kuja mtu kachukua mtu, usije ukachukua nani. Nikaona okay sawa. Kwa hiyo nilishafika Marekani. Haina shaka. Tukaenda baadaye huko na huku. Akaanza kunipa story, mshauri mmoja ni Mkenya. Sababu bwana unamuona yule mzee fulani yule alikuwa hapa hivi na hivi, nikamwambia ndio. Yule bwana alikuja kwa ni champion kwa WBC World. Lakini mpaka sasa hivi hapa ana chochote. Mechi za hapa ni za kupigishwa. Kwamba ucheze mechi, umalize hapa, uchague, yani unaomba uchague, unataka kazi, unataka mechi. Na ye kazi ikikupa ukifanya kila wiki ukipokea mshahara. Mnakubaliana kama unampa $200 yeye au $100 huyu jamaa. Nikasema mimi bwana hapa mimi ninachofuata hapa ni ngumi, sijafuata kazi, sijafuata nini, nataka nipigane. Kwa sababu ndoto yangu bado haijakatika ya kupigana. Kwa hiyo mimi nataka nipigane, sitaki kazi yote yani. Baba yangu Chaulembo akamwambia bwana mimi nitafutini kazi, niendelee kufanya kwanza huko Ibra anapigana, ndio kufanya kazi. Sawa, tukakaa pale. Mimi nikakaa huko nikawa nachola maeneo ya pale. Kwanza ilifika ile siku ya kuchinja ile. Siku ya kuchinja jamaa akasema nitaletea bata mzinga mchinje sio nini. Picha linaanza siku ya kuchinja ile kwa sababu mimi niko na mablaza zangu moja kwa Marekani kule. Niko na ongea nao. Ndio. Kwa sababu bwana utakuja Marekani tutaonana hivi na hivi, nikaona bwana utakuja mfikia wapi sehemu fulani. Fika siku ya kuchinja ile sikukuu. Pendani hakuna chakula chochote yani. Kwa hiyo inabidi kuna mshikaji ambao anafanya kazi wapi supermarket. Supermarket ambao makuku yakibaki yale aliyoharibika ndio anawagea. Ndio nyinyi mnachukua hapo mnakuwa mna nini? Mnachukua hapo mnakuwa mna anawaletea nyumbani pale, mnakuja mnapika, mnakula. Chaulembo kampigia simu bwana sisi chakula hapa, siji bondia hata kwenda mazuzini chakula jala fresh. Tukakaa jioni ndio jamaa wale wakaja pale katutia msosi nini. Ndio siku tunafika pale jamaa tunamuulizia bwana msosi hivi jamaa pale aletea. Alafu tuna chingine kwa hataki wale yani hataki kujuane na mtu wa kule. Kwa sababu anajua atakupa habari labda. Anaweza kukupa habari akakutorosha akafanya nini umeona? Sasa mimi nishazambia jamani mbona kuna mtu alikuja hapa alileta chakula, mimi nishaambia jamani sitaki mtu mwenye ndugu na nyinyi mlisema mna ndugu huko. Akasema Chaulembo kaya ficha vile bwana wale walikuja tu washikaji wamepita tu mmoja hivi na hivi katoka jamaa kaondoka. Na kwa mfano hapo sasa ilikuwa ni kipindi gani? Yaani umeshakaa muda gani? Na pesa za kujikimu sasa kama jamaa aliwafika hapa atelekeza sehemu, ulikuwa unatumia njia gani kuendelea kuishi Marekani? Au uliondoka na mzigo kwa Tanzania? Hapa pale hamna pesa kujikimu, pale hujapewa hata 100 na utakula pale chakula bure, utafanya kila kitu pale bure. Okay. Kwa hiyo ikabidi sasa yani pale kwa ni muda kama siku kama wiki hivi tumekaa pale. Ndo umekutana hiyo gasi ya sasa ya mambo hayaeleweki. Sababu chakula kinapikwa kama mboga, inapikwa kwenye sufuria, bonga sufuria. Inapikwa pale afu kila mtu anakuja pale, tukao kaja kapakua, toka kazini kaja kapakua na hivi na hivi. Ila kuna wengine kwa wajanja wananunua vyakula vyao, wanavificha pembeni. Wakati unazungumza hapo umeongelea una jamaa anachukua $200 alafu unaenda kupigishwa. Ibra, una experience, umesafiri nchi nyingi sana. Umecheza game za Tanzania za professional pamoja na hizi amateur ama ambazo unprofessional. Ni kweli inawezekana bondia akauza game? Na kwa story ambazo unali kusikia labda kwa sababu unaishi nao, unakaa nao, kwa mfano labda ni shilingi ngapi kuuza game? Labda na pesa ya Tanzania inatoka hapa kwenda kucheza kuloga inakuwa bei gani? Labda hata kwa wastani tukitaja sio actual amount, hata ukizidisha kidogo ukipunguza kidogo, yani mazingira ya kuuza mechi yakoje? Na kwanza kabisa tusijojua kwamba yani mabondia wengi wanaoenda nje mara nyingi sana sometimes mtu anataka auze fight
au unaweza kufumbia promoter hawezi kuongea moja kwa moja, ila anaongea na matchmaker aliyokupeleka, bwana nataka bondia aachie. Sorry, kwa bondia wengi wanaoenda nje most wanauza game. Yaani baadhi sio wengi. Wengi wao hawataki kuuza game kwa sababu ujue inaangalia na umri wako, utakuuza game wewe una miaka kwa changu bado hujastaafu, bado kijana, bado unajitafuta, unataka kuuza fight. Kwa hiyo sometimes wapo wengi wanauza. Hata hapa wale wengi wanauza mechi, hata hapa wanauza. Na unapouza mechi ni kwamba unapewa pesa nyingi kuliko ambao ulikuwa unatakiwa kushinda, au yani inakuwaje mkataba? Kwa mfano mimi nakuhitaji wewe Ibra na mechi yangu let's say Uingereza pale, na kwamba nakwambia okay, ukishindwa pesa hii, ukishinda pesa hii, alafu na pesa yako ile advance labda ambayo utakuwa nikupe kwamba umeshinda au hujashinda, au inakuwaje? Yani unataka kunielezea hapo? Yani ukiuza fight mara nyingi sana inakuwa pesa ni ndogo kuliko uliosaini kwenye mkataba. Sababu mtu akwambia mimi nitakuongezea kiasi fulani. Ukishinda unapata pesa nyingi zaidi. Ukishinda inakuwa ni pesa yako ile. Afu kuuza mtu anaweza kataka kuuza afu ila anakuambia uuze, ila ni ndogo zaidi kuliko hata ile ambayo utashindia ile. Kwa hiyo anakuwa anakuongezea kwenye ile anakuongezea percent fulani hadi upate kuachia. Lakini yani mara nyingi ndio hivyo, huwa izidi ile ambayo umesaini mkataba ile mechi ya kuuza, hapana. Sababu mara nyingi sometimes wenzetu wanaamini kwamba bondia wao akimtoa kwenye amateur unamleta kwenye professional, sometimes anakuwa pumzi ya kuhimili ile labda raundi 10 raundi ngapi 8 inakuwa ni ngumu. Sometimes mtu akamwambia bwana sababu bondia wangu kwanza kwanza namtengeneza, kwa hiyo nataka fight hii uachie labda raundi ya pili au ya tatu tuachie tupige. Kwa hiyo inakuwa ili kumpandisha yule bondia. Kwa hiyo ndio inakuwa hivyo. Na bondia kama sometimes wakiwa kwenye macha wote ukiwaambia raundi 10 huwa wachezi, kwa sababu unajua sasa pumzi yao bado haiwezi kumaliza ile raundi 10. Na hata watu kama sometimes ukipata mechi ya nje mtu akukupigisha kirahisi, bwana sikiza sisi bwana mechi ipo nje tumepata ya raundi 6. Kifika mimi raundi 6 bwana nisahau kama nilicheza mwaka gani raundi 6. Unajua sasa hii mechi inaenda kupigia kupigishwa hii. Sababu hata kupigishwaje sasa kwa? Yaani naweza kaaba sijui wenzetu unaweza kataba papa yani raundi zimeisha zile. Unakala pale labda ndio ujue mabondia wengi sometimes hawaanzi kupigana mwanzo. Yani mpaka mechi ikishachanganya baadaye huko mtu kasha energy mwili ushakubali ndo anafunga kupigana sasa. Lakini mwanzo mtu anakuwa kashazofika labda ofu labda sometimes mpaka jipange apigwe dogo mwili upate ganzi ndo baadaye aanze na kupigana. Kwa hiyo muda huo unapata energy la kupigana raundi zishaisha. Huwa naona kwa kuna style sometimes mtu anatupa jebu tu anakusikilizia unapokuja. Usikilizie kusoma na muda kusoma yeye anazidi kushambulia, unamsoma kushambulia. Unaona mechi nyingi za Tyson unaona kama alikuwa anaanza mtu dakika ya kwanza ile. Tena washa moto pale kwa sababu ile mtu anakuwa bado ana homa ile ya mechi. Kwamba ana hofu ile kwamba ile mechi itakuwaje, sio itakuwaje. Kwa hiyo leo ndio nafikiria hicho. Mwenzana kwa msha moto pale. Kwa hiyo shaka mwenyewe ni mpaka ifika round fulani wewe labda unaweza kupiga take hiyo pale. Tukibaki kwenye story za huko mkitoka Tanzania mkatoka mechi nje. Juzi kuna mtu ametoka ameenda Ghana nadhani au sijui Nigeria, karudi akaanza kusema kwamba vyumbani alikuwa kuna kitu kilipuliziwa, akaanza kujisikia kuchoka, akawavuti pumzi vizuri. Hizo tuhuma hizo, wazungu au watu wa nje mkienda mnafanyiwa kweli hivyo? Labda dressing room unawekewa labda spray ambayo itakuathiri, itakupunguza energy, labda chakula wanakukatia wanakupa ambavyo sio stahiki katika mazingira kama hayo. Ishakukuta kwanza? Mimi haija kunikuta hiyo yote kwa sababu management yako inakuwa haijakamilika. Kwa sababu kama management imekamilika lazima uende pale na management yako. Mimi kama nimeenda Thailand juzi nimeenda na watu 5. Mpaka wengine nimekatia tiketi mwenyewe kwa sababu promoter atoa tiketi afu tiketi tukakata wenyewe katika timu yangu tukaenda. Kwa sababu kwa usalama zaidi, kwa sababu lazima yani management yako ndio ikuongoze kwa kila kitu. Kwa sababu bina isiko na hapa fresh bwana, hapa sio bwana, tuame hoteli hii naona neno hapa sio nzuri, au wao wanaangalia kwa sababu eneo vipi fresh umelizika hapa, sijaelewa tunaama. Hata vyakula sometimes uweze kula vyakula vya pale sometimes kama unajielewa. Kwa mimi chakula nitakula mtaa pili huko, au mimi hoteli bwana neno amenipa hoteli mimi na sitaki hoteli, nataka nitoe hoteli nyingine. Wazungu wanaheshimu kwa sababu unajua sasa unakupigana, wanaheshimu kwamba bwana bora tumtoeni bwana, hataki hoteli hataki, au wanakwambia bwana umechagua wapi au sehemu gani umependa, unapelekwa kule kwa sababu hawataki mwisho siku ulete sababu kwamba nilipigwa sio nilifanya hivi. Yani hizo wazungu zetu hawataki biashara.
Kwa hiyo hao wabongo wanalalamika kwamba nimeenda somewhere wameniwekea sio kitu kwenye AC, nikaanza kujisikia tena sipumui vizuri, naishiwa nguvu. Ni story za kweli, inawezekana kweli mtu akatrick mechi hivyo? Kuna muda mapromoter wanaenda, promoter unajua promoter sometimes anakuwa matchmaker, anakuwa na tamaa, unajua Kwa hiyo lazima hata promoter apate matchmaker akakupigisha, kwa sababu yeye anaangalia la wewe sio ndugu yako. Imetokea fight, nimejiona pale bwana akupiga bwana Ibra, bwana kuna fight ya kiasi fulani bwana hivi na hivi tukapigana hivi. Hujui mwanzo walikuwa wanaongea nini wale wa jamaa kule, wamepanga nini wewe hujui. Hata unaweza unapanga ulingoni pale matchmaker anaweza kukupigisha, kwa sababu unaweza kupanda ulingoni pale ujui chochote kwamba mimi hapa huyu mnamkubali ndio kutoka Tanzania, kama kimweza kashakugeuka ujue sometimes hela inabadilisha watu roho, unajua mtu anaona kuna kidau kikubwa. Unajua mimi bwana huyu nimempa fight tu kwa sababu nimempa fight kwa sababu tuje tucheze tu, kila mtu kirudi Tanzania, kila mtu anajali maisha yake, hatujuani kwa chumvi wala kwa sukari. Kwa hiyo tumalizane hapa. Tuzungumzie mkwanja kidogo. Hongera, endorsement ni nyingi mpaka nasema Ibra kweli mambo yamenyoka. Makampuni yenyewe sio ya kitoto, ni kampuni za hatari kabisa, zimeweka pesa kwako. Unadhani kwa nini wewe na sio mabondia wengine? Kipi hasa special ambacho anacho Ibra, au ni kuna namna mnafanya mnachekecha hapo mpate hizo deals na wengine wasipate labda? Unadhani kwa nini ni wewe muda mwingi? Siku zote sometimes heshima na jinsi maisha yako na uishi lifestyle yako na kile unachokifanya kama unakitendea haki, kwa hiyo inakuwa mtu ni rahisi sana kukufikia na kukuelekeza kwamba bwana mimi nitakufanyia hivi, nifanyie unisaidie, kwa sababu ukiangalia Ibra kwa mimi bwana katika michezo yangu yani sina skendo za ajabu afili kwamba nafanya vizuri, nafanya kweli, yani sije kufanya labda nafanya kwa kuigiza, hapana. Nafanya kitu ambacho kimenyoka na kila mtu anakiona, bwana hii mbichi imeiva. Kwa hiyo hilo nalo linachangia kwa sababu nafanya vizuri katika mchezo wa boxing Tanzania. Sawa sana. Na kuna jamaa mmoja nilikuwa natizama, ni bondia mwenzako, ana matangazo kadhaa, lakini alisema mimi sitangazi viwanja kabisa. Unaweza kumtangazia mtu kiwanja, kumbe viwanja fake, akapigwa ukachafuliwa jina lako huko, onekana wewe pia ni sehemu ya ule mradi wa kuuza viwanja fake na nini. Una matangazo ya viwanja, huogopi au unakutana na kauli kama hizo kwamba viwanja step back kidogo, hizi sio nzuri? Hapana, kwa sababu unafanya matangazo ya viwanja kwa sababu kila kitu ushana mikataba yao, ofisi zao zinajulikana, kwa hiyo vitu vimenyoka. Wakileta makaratasi yao ya mikataba, ile mikataba na wenye viwanja walionunua ni vya kwao, kwa hiyo unafanya mkataba kitu ambacho una uhakika nacho. Yaani sio kwamba kubahatisha kwamba mtu binjani bwana na kiwanja changu nitangazie, hapana. Na ndio maana hujawahi kusikia skendo yote kwamba viwanja vimerudishwa hivi na hivi, ugomvi, sakata la kudogo, hapana. Kwa hiyo nafanya vitu kwa sababu kuna management. Kwa hiyo kile kitu tunachofanya kitu ndani ya management wamekuja kukiangalia na kukichunguza, kimenyoka sahihi, kina hati miliki na kina yani sheria zote za Kitanzania au za biashara zipo. Kwa hiyo ndo mtu tunaingia mkataba naye. Ungine na kampuni janja. Sio kuta mtu tu kwenye Instagram au kwenye daladala bwana au wapi huko kutaja bwana na hii hapana, tufanye hivyo. Na kufanya tangazo na Ibra mtu aje na shingapi labda, kwa sababu watu hawezi kukupata labda, yani kwamba mimi usishuke chini ya hapa bwana mkubwa ukija kufanya matangazo na mimi? Hiyo management ndio inahusika na kila kitu. Management inahusika. Management ina umuhimu gani kwako kwa mfano? Ina umuhimu mwingi kwa sababu management kama vile yani kwamba mimi ndo ananiongoza mimi kama TV tu imekaa akili remote wanayo wao. Bwana Ibra bwana nataka niweke channel hii bwana si Azam si nini, yani ndio hivyo. Mimi na controliwa, yani kwamba sifanye kitu bila wao, kwa yani nikipata kitu lazima niwashirikishe wao, au wakipata kitu lazima waniambie bwana Ibra kuna hiki na hiki na hiki na hiki, unafanya hivi na hivi na hivi na hivi. Mabondia wengi hawana management. Unadhani ni kitu cha kuwashauri kwa experience ya kufanya kazi na management? Mabondia wengi hawana management kweli, lakini sometimes management ya bongo ni kipengele. Ndio nilikuwa naelekea huko, ndio ni kipengele kwa sababu wewe unaweza kuja hapa wewe unamwambia mimi nataka Ibra nataka nikumanage, nasema sawa, lazima wewe utabibu utanifanya nini na nini, unajua kwa sababu unakuja tu unataka management kwamba twende tu kwenye ngome tupote vile. Lakini manager wa bongo anakuja mtu anaangalia kabisa uko na faida zako, una rekodi yako imekaa vizuri, mtu anakuja tu pale bwana mimi nataka ni manager yako, sawa, utanifanyia nini? Kisha kwa mimi nitakutafutia mechi za nje, unaona sasa mechi za nje mbona match maker hapo kibao natafuta mechi za nje, au mimi labda si nitakusafiri. Lakini mtu anakuja benchi kwako anakuambia bwana mimi nitakumanage mimi kimsho siku, anakuambia mimi na fight za nje nataka nikufuatie nikutafutie siku na nani nani, alafu watu wanakutajia yeye majangili, alafu najua mwenyewe sababu ananipigia simu, unajua unaona kama naelekea kule ambako yuko staki. Ndio mimi sometimes nimeshika mikataba ya management kama mara 2 3, lakini mwisho wa siku nasema staki tena management. Lakini management nimepata sasa hivi bwana, niliwaambia tu bwana nataka hiki na hiki hivi, ndio tukaenda sawa mpaka sasa tuko pamoja na mambo yanaenda. Tofauti na management zamani kwa naingia sometimes mtu
Kuna management mtu unaweza kukata nyumbani hata ajui uko wapi, yani anakuja kutafuta siku za mechi zetu bwana. Akuletaba kiloba cha unga kilo 5 na malagi ya kibao, cha malagi ya kibao mwisho siku. Ndio unaenda kuongea pale kwa promoter bwana, tunataka kiasi fulani. Tukapo naye mpige pass na tumeshasaini mkataba. Ndio maana mikataba mingi ya Bongo watu inawasumbua kwa sababu mapromoter wa Bongo management hakuna. Na unaweza kuwa unaishi na management jinsi wanavyoona watu nje. Watu wanaiona vile, lakini ukiingia ndani mwe inakuwa tofauti, yani tofauti. Lakini tungo mtu anaficha siri ya kambi kwamba bwana tunakoma. Turudi nyuma kidogo. Unajua najiulizaga hivi mtu anagundua vipi kwamba ana kipaji cha ngumi? Kwa sababu yani unaanzia mtaani unakalisha watu, mtu akuzingua umemtia nako unaona unaweza ukawa bondia, au wewe mwenyewe ulikuwa unajiona kwa kwamba mimi mbona kama nina talent ya kufight, yani ulijuaje kwamba hii mimi ni profession yangu? Ndio kama nimekuuliza baada ya kupiga watu mtaani na nini, au umejitrain tu mwenyewe baada ya kupenda hicho kitu? Para mimi niko na brother yangu anaitwa Lemi Joseph ambaye niko na Iringa. Licho mimi mdogo yeye mkubwa, kwa hiyo alikuwa tunaangalia mapicha ya Van Damme yale. Jinsi anapiga mateke nini afu si pachibegi tu kwa tu, afu ndicho pachibegi hamna. Sasa brother tukitoka pale Lemi aenda nyumbani pale anafunga kwenye kiloba, anatia michanga kwenye kiloba hivi. Kwa anapiga yeye anapiga na mimi kijapenda piga uongo kwa sababu tutoka kuangalia picha la Van Damme labda huko usiku tena tunarudi tena mtaani hapo kesho kiangalia jua mimi nishakuwa tena nini. Kweli kabisa. Kwa mimi nilikuwa namfuatia sana Van Damme, afu nilikuwa napenda sana kupiga mateke, kwa hiyo mimi nipenda ngumi na mateke. Lakini mwisho wa siku jinsi ninavyokuwa ninavyoendelea nikabidi sasa nikae sehemu moja kwenye boxing. Lakini zamani nilikuwa napenda ile mateke si nini. Na sababu hata mtaani sometimes nishapigwa sana utotoni kwa sababu ndio unaenda umeangalia picha la Van Damme afu unaenda mtaani unaiga. Unasema mimi nimwangalia Van Damme na kupiga, mimi unasema vile shaka unakula kofi na kula ngumi, unashaka unalala chini unashaka mbona nimeshindwa kufanya vile vitendo, kumbe ilikuwa ni utoto. Afu unajua sasa nikiangalia video labda nikiangalia TV labda nitakuwa niko vile vile. Na kijini sometimes tulikuwa tunaamini sana kwamba mtu anaonyesha banda la video anajua ngumi. Kweli kabisa. Kwa sababu unajua basi mtu anaonyesha video na siku anaangalia style, anajifunza style mpya style. Na tulikuwa tunaogopa sana. Kwa jamaa moja tu ilikuwa Ndemo Iringa kule. Kwa anaonyesha video, kwa hiyo watu walikuwa wanamuogopa, ni kijiji kama kinamuogopa kwa sababu anaonyesha tu banda la video yani. Lakini mtani ulikuwa unawakalisha ile kipindi shule labda na nini, mtu akichanganya alikuwa anakaa. Mimi kweli sija kupiga na mtaani. Toka nazaliwa kwangu toka udogo wangu sija kupiga na mtaani. Hata sikumbuki yani. Sija kupiga kwa sababu sio mgovi, mimi mpole yani, nakuwa mpole yani. Ila akili yako ilikuwa inasema nikiingia kwenye ring mimi naenda kupiga watu. Yani akili yako ilikuwa inakutuma hivyo yani, ukijisikiza msukumo wako wa ndani kwamba mimi nikiingia uwanjani naenda kupiga ngumi. Hiyo ilikuwepo. Yani nataka nijue kwa nini uliamua okay mimi naingia kwenye uringo sasa yani. Hiyo mimi haikuwepo kwa sababu mimi kwa spendi ugomvi cha kwanza. Na nikuja kuingia kwenye ngumi nilipofika Dar es Salaam hapa mbali. Kwa bado mdogo nilikuwa na madada zangu kina Chaku Master, kina Baba Salim, Juma Mponda, kwa hiyo kwa Kariakoo pale ambao walikuwa wanafanya mazoezi kweli. Alafu mimi kipindi hicho najifunza ufundi utengeneza speaker music. Kwa hiyo ikabidi sasa nikawa wakimaliza kutengeneza kufanya kazi zao pale wanaingia nyuma kule mtaa Grey pale, wanaingia nyuma huku gym. Sio gym, ilikuwa ni sehemu toani kutoka Mzee Kiame ambapo mimi ofisi mbele ofisi nyuma kuna nafasi ya mazoezi. Sasa kwa nafanya mazoezi pale kwa wengi Kariakoo pale watu kibao, mablaza wanafanya mazoezi pale, wanapigana sparring ndio wanaumizana. Sasa kimaliza wao pale mimi nilikuwa naenda pale nafunga vichupa yangu vya maji vile. Kwa nilikuwa napiga. Mpaka sababu yule mzee kwa anafukuzaga kimwisho siku mzee kwa anapenda sasa basi akala nitafuta chupa na nifungia pale na kwa anapiga Mzee Kiame pale. Nilikuwa napiga nafanya mazoezi pale. Siku ukabidi wanichukua na bwana udogo bwana kama ana idea ngumi anapenda. Tumpeleke wapi? Wakanipeleka kwa jomba chako, akanichukua akanipeleka kwa Babtula ambaye kwa Kariakoo chini kule. Babtula kuna sehemu moja kuna gorofa moja la Wahindi kwa sasa kule juu kabisa tumepewa na wamepewa nafasi ya kufanya mazoezi. Kwa mimi Babtula na Blaza Big Light kama unamjua huyu. Hao ndio kama blaza ambao wananisimamia. Big Light ambaye ni kiongozi wangu. Wao wananisimamia kule. Kwa nafanya mazoezi kule, hivyo na vile jioni ikifika naenda kule. Nimefanya kama miezi 2-3. Na nimefanya miezi 2-3 baadaye nikawa sometimes napewa sparring inapigwa lakini mimi nakomaa tu, unajua. Lakini baadaye tena nikawa ni kama nina ulemavu fulani kwamba nimefundishwa. Nikawa kama nikipiga gadi najikunja hivi. Kabisa juu na bega bega. Ni kwani ndio style kwa naenda nayo hivi. Unaacha mbavu zote. Sasa jumba chako asema sikiza, cha msingi hapo hapa nikuchukue. Nikupeleke kwa Master Kinyogoli Ilala. Kwa kabisa pale tuko pale tena nipeleke kwa Master Kinyogoli Ilala.
Maskini kaenda kuniangalia akasema piga ngumi, nikawa napiga, akasema hapana, hii usifanye hivi. Mikono bana mbavu, weka gadi, ndio anza moja kurusha. Nikasema sawa. Kwa ikabidi sasa ndio Maskini aanze kunitengeneza upya sasa. Natoka kule uje kumwacha Master Kinyogoli. Siye kumwacha, ya. Yaani ndo official kocha wako. Ndio official, kwanza yaani ndio moja kwa moja toka niliingia pale kwa Master Kinyogoli ndio sije kumwacha. Lakini ngumi zimebadilika, yule ni mzee sana. Bado ana skills za ngumi za kisasa. Master ni anaenda na mfumo. Master bwana sikufichi. Yaani kama ukimba tu bwana mimi napiga na bondia kutoka labda nchi Sweet Thailand. Akamwambia mimi kule nishaenda afu najua training zao zinakuwa hivi. Yaani ni zote kwa sababu macha ukiacha na ukocha. Master Nyuka kashachukua medali za Ulaya, kashachukua tuzo. Kashachukua nini, kashaenda. Alikuwa na mtoto wake pia bondia, sikumbuki jina lakini somebody Kinyogoli. Kuna Maliki Kinyogoli. Na Sani si mwingine naye alifariki Ismail. Wote wapo hao. Kwa hiyo na vile kwa chana hiyo kuna makocha wengi, kuna Kapteni Ugwa, kuna kocha Tembo, kuna Ticha Kondo. Kwa hiyo kuna muda sometimes yeye anakuwa anaelekeza, wao wanafanyisha mazoezi. Bana mpigishe ngumi fanya hivi, kwa kitu kizuri. Umetaja Iringa, kwa hiyo umezaliwa Iringa, maisha yakaendelea Iringa, then ukaja Dar sasa, afu ndo kama ulivyosimulia hapo. Nimezaliwa Iringa nikaenda Tanga. Umezaliwa Iringa ukaenda Tanga. Bado mdogo nikakaa Tanga. Nimetoka Tanga ndo nikaenda Iringa. Nikaenda Iringa ndo nikaja huko Dar es Salaam. Stories za Tanga tutazizungumzia, hakuna shida, kuna wakati wake sahihi kabisa. Tuizungumzie mechi ambayo mimi kwa kweli ilinishtua. Huwa naona mikanda tu ya kibongo ambayo huwa mkishinda mnapewa, lakini nilivyoona ule mkanda wako ambao umepewa Thailand, brother, ule ni mkanda original ambao mimi naionaga kwenye Instagram wanapewa mabondia kutoka Marekani, kutoka na nadhani Keishong, nadhani ana mkanda kama ule wako kabisa, hadi jinsi ambavyo umeremba au kupambwa, yani almost kama wewe. Kwa kuelezea watu wasiofahamu boxing, wewe ni nani, bingwa gani, yani mkanda gani, na imekuwaje mpaka umefika kwenye huu ubingwa? Kwanza WBC ni kanda ambayo uweze kucheza kwa kurupuka tu kachezea tu, hapana. Lazima ufike rekodi fulani na wao kwamba waafiki kwamba mikanda yao unaweza kuchezea mikanda yao. Na ndio maana sisi walituma maombi ya WBC, wakasema tumwangalie, wakaniangalia mimi rekodi yangu na jinsi na labda ni kwa ngapi duniani na kila kitu. Baadaye wakasema kwa confirm kwa sababu anaweza kuchezea kwa sababu vigezo anavyo vinakizi. Inabidi nikapima afya, yani nilipima vitu vingi sana. Nilipima vitu vingi sana, kwa hiyo vigezo vinakidhi. Anayepitisha hivyo vigezo ni nani? Wao wenye WBC. Wanaona wapi rekodi zako? Ukiingia kwenye Google World Boxing Rank. Yeah, wanaangalia. Okay, anaingiza hizo rekodi. Kwa mfano umepigana mechi labda na Nasibu, umeshinda. Ni nani ambaye anawapelekea taarifa au World Boxing Rank kwamba jamani, Ibra kashinda mechi na Nasibu, anatakiwa apande, au wao wenyewe wanafuatilia mechi za boxing? No, wafuatilia, ila TPBLC ndio wao wana control vitu vyote, ambao kama umeshinda wanatumia kule Box Rank. Box Rank ndio wanaingiza matokeo. Na kishaingiza matokeo pale tena kwa dunia nzima inajua, hata kama mkanda umejificha wapi. Kama chukua WBC, kwa hiyo dunia nzima inajua Ibrahim Ngasa na WBC iko Tanzania. Okay. Kwenda kwa inajua, inatambulika, ni kwamba sio kwamba vitu ambavyo vya kuficha ficha, hapana. Kwenda kwa iko wazi. Kwa hiyo wakacheki wakaona kwenye uzito huu Ibra ndo anastahili. Na kwenye uzito bila mkanda huu hakuna mtu aliyeushikilia mkanda ubingwa huu. Kwa inabidi mimi ndo nikawa bingwa wa kwanza katika weight yangu. Okay. Ibra, sasa hivi dunia jinsi ilivyo, watu wanaweza Google wakapata kwa mfano ule mkanda pambano lake ilikuwa ni thamani ya shilingi ngapi ule mkanda, kwa sababu Watanzania watu wengi kutaja sana, lakini kwa sasa hivi dunia ilivyo mtu anaweza kwenda kutafuta utaona bwana, huu mkanda wa WBC silver and gold pesa yake ukishinda ni hii. Sio mbaya, sidhani kama dunia kuficha sana sasa hivi, kwa sababu ni inspiration pia. Kuna madogo na kucheki Singida, Morogoro, wanataka kuona je, tukipigwa ngumi za uso inalipa? Uzuri bwana, biashara ya ngumi ni ya maongezi. Wanatoa hela sio WBC wala sio nani anatoa hela, ila wanatoa hela ni promoter ambaye kaandaa fight ile. Kwa hiyo wewe unaongea na promoter, mtachokubaliana na promoter ndio utacheza nacho, utachopewa ndio hicho. WBC hahusiki chochote. WBC wanahusika kwenye, kuna document pale zija, kwanza una sign mkanda wa WBC kwa sababu kumbe ni mkanda mkubwa. Una sign pale document, unajaza fomu kwamba labda ikitokea lote ulingoni pale umekufa umefanya nini. Kuna pesa ambayo itatoka WBC kwenyewe moja kwa moja, $70,000. Kwa hiyo ukipigwa pale uwanjani ukafa, kuna $70,000 ambayo itapewa familia yako.
familia yako ndio italetewa, familia yako itapewa. Kwamba ni mkanda umeendelea, ni mkanda ule kama milioni 200 hivi. Kwa hiyo ndio itapewa familia yako mapole ya ndugu yenu kapoteza wakati za ubingwa wetu, kapoteza fight. Kwa hiyo inakuwa kama vile ndio pole yao yani. Na kabla ya mechi unasaini kufa au kupona? Unasaini vyote, unasaini. Hivyo ni kweli hiyo? Yeah. Na mikanda unasaini, lakini kuna mikanda mingine unasaini kabisa. Kuna mingine kusaini. Mikanda mingine ya kawaida ya uzi swi nini ya. Haieleweki. Kwa hiyo inakuwa sometimes na mtu anasaini tu mkataba wako basi umaliza na ubingwa umeisha. Lakini wale sometimes ukiona ushamaliza pale wanakaa kitu na seminar na nyinyi mabondia wale mnaocheza mkanda ule. Naelekezwa kabisa bwana, manager wenu nani, promoter wenu au referee wenu atakuwa ni huyo hapa, na judges wake watakuwa ni hapa, na chochote kikitokea gloves zile pale zile unachezea, unaambiwa size ngapi, pounds 8. Kwa hiyo una sign kwenye glove pale, sign glove unaichukua ondoke nayo wewe, unachukua wenyewe ili usije kaiwekea vipi, usije kufanya chochote. Yani kesho ule muda ukaribia fight unapigwa clip, bandage na inapigwa saini pia huko wenyewe umesimamia hapa. Unaanza kufungwa, unasema ukikosea unaambia hapo umekosea, fanya hivi. Kwa hiyo wewe unatuma shahidi mmoja kwenye timu ile kule wakamweka kama haweki mawe? Hamna, yeye anatuma shahidi, yani wenyewe WBC wenyewe kwa kusimamia usalama wale mkanda wao yani. Kwamba si katokea mistake kwamba si kwamba si mtu aliweka jiwe, si ni mtu ambaye nyinyi mlikuwa wapi mjakagua hizo clip bandage. Na unaambiwa ukishamaliza pale na sign, alafu unaambiwa usivae glove mpaka wenyewe aje unakuja kuvalisha hivi, nao wanakuwa hapo wanakagua clip, aingiza mkono ni gloves, wanapiga rubber band afu na sign juu tena pale. Na huko tunapiga rubber band na sign, afu nakwambia kazi njema, nakutakia kila la heri, kazi njema. Umeongelea $70,000 mtu akifariki kwenye mechi pale, bondia huyu na huyu waga mnakuga kuna ile basic payment ya kwamba ushinde usishindwe, wewe $100,000 wewe $100,000, mshindi ndo kuna $100,000 nyingine nyongeza. Waga ni hapana, hii biashara hivyo. Ukipoteza umepoteza, yani imeisha. Umepoteza na hela yako ndio ile ile uliyosaini. Ukishinda umeshinda, hela yako ndio ile ile uliyosaini. Kwa labda tunasemaga tu kwamba labda hela itakuja kuzidi, labda mechi ya baadaye ambayo utakuja mtu atakuja kukutaka labda kucheza na wewe. Ndipo unaweza sababu mimi nitakuja kiasi fulani. Sababu ndio umeshikilia mpini. Ili mtu kukutoa Tanzania kupeleka Ulaya isipungue dola ngapi? Yaani vitu vyote vya hivyo havina kupanga kimo. Yaani hivyo ni maongezi ambayo unaongea na promoter. Kwa sababu mechi hizo ukishinda ukapewa dola milioni 1, hilo ukapewa dola $700,000. Yaani hiyo utajua nayo utakubaliana, watu kubaliana shilingi 1,000. Ndio hiyo unaenda kuchukua kule. Yaani maongezi kama ni biashara tuseme kwamba bwana tunaongea bwana nitakupa kiasi fulani bwana, hiyo ndogo bwana ongeza kidogo hivyo, ndani mnakubaliana mpaka mnafikia mwafaka mnaenda kutekeleza fight kucheza. Yule bondia ambaye ulienda kupambana naye Bangkok, ulikuwa unamfahamu kabla? Hapana, simfahamu. Nilikuja kumfahamu tu kwamba nimeambia kuna mechi na mtu fulani, nimemfahamu hapo. Kaanza kuangalia video zake sasa. Angalia video zake kidogo, ka train ilikuwa mtrainia tunavyojua wenyewe. Na kwanza mechi ya kwanza tukatoka draw, ndio nikampiga knockout round ya 5. Mlicheza mechi 2 kumbe? Tucheza kwanza nikaenda kutoka draw. Walininyima, nilimpiga ya kwanza. Kule. Tena ile ya kwanza ilikuwa ni mkanda mmoja WBC silver. Ya pili tukabidi sasa WBC kwa sababu kuna unatuongezea mkanda mwingine kwa sababu kwanza nishauchezea wa kwanza ule silver sasa. Kwa hiyo unatuwekea miwili tena. Kwa silver and gold. Kwa nini sasa niwanike mikanda miwili, akasema sawa. Tukaingia mzo. Kwanza mimi kwa stage ndo kucheza mara pili mechi kwa sababu walivyoninyima mara kwanza ushindi. Kwa mbona atakwenda kunipigisha. Kwa hiyo walivyonyima maana walikupa draw. Walitoa draw. Maana draw mligawana mzigo. Mzigo vipi yani? Yani hela ile zawadi mkitoa draw. Yani haina kugawana zawadi. Yani hela ulikubaliana na matchmaker na promoter ndio ile ile. Draw hela yako ndio ile ile ulikubaliana. Kama ulikubaliana ni 1,000 shilingi 1,000 hiyo hiyo. Yani haishuki wala ipandi. Ushinde hela yako ndio hiyo hiyo. Basi mimi nikajua kama UFC, maana UFC kama huyu dola milioni 2 alafu kuna dola milioni 1 kwa mshindi. Sasa nile kuna ile kutokea tu kunakuwa kuna pesa yake. Hiyo labda imekuwa knockout ya mama sasa hivi. Hiyo kwenye knockout ya mama. Hiyo kwenye knockout ya mama ndio hiyo. Ukitokea tu hiyo kwamba maana kuna percent yako moja kwa moja kabisa. Ya kwa mama. Yategemeana sasa. Twende Bangkok tena. Kule mimi ndo excitement. Yule jamaa kama mlidraw naye mechi ya kwanza manake ulimsoma. Ni bondia mzuri? Ni bondia mzuri. Kule kwa wewe ni namba ngapi? Sikumbuki kwa namba ngapi. Lakini kudeki kwa ni nzuri. Kudeki nimesema kwa sababu WBC siwezi kukubali cheza mtu mwenye kuli ambayo mbovu hapana. Kwa hiyo mara kwanza nilitoa draw, mimi nikakataa kwenda kucheza kwanza. Ya pili nikakataa. Lakini nirudi huku nikakaa management yangu na makocha kwa sababu nasikiza hii mechi lazima twende. Fanya ufanyavyo wewe, tutakupa wiki kakae nyumbani. Kafikiria unafikiria wewe
lakini tutakuja najibu kwamba wanaenda kucheza. Sisi tutajua tunaenda kumpigia wapi yule. Tangiani wiki njoo anze mazoezi hapa. Tunamtrainia yule kwa bado miezi 3 miezi 2 mbele yani. Tunamtrainia mpaka ifika hii mechi anaenda kushinda vizuri. Tutaka kweli kupumzika, sila zikapungua nikasema basi sawa, mimi nitaenda kufight. Ndio kweli nikakubali na kwanza wenyewe fly sema dai bwana akakubali fresh sana, ukafly sana. Kwa ndio nika train pale ndo nikaenda kucheza fight kule. Sababu niliangalia ile game au umecheza profession sana. Yaani kama mtu ajua unatokea Tanzania, sidhani kama inaweza kaisi wewe ni Marekani mweusi. Hata yuko ndani pale kwa John Lion from Africa. Lion from Africa. Simba kutoka Afrika. Niko na safi. Nikuja kwa Nipesi, nikuja kuangalia baada ya video watu wanapiga Lion sio nini. Sababu niko shamjua madhaifu yake yako wapi, kwa hiyo kama huyu hapa na lazima nimpige kwa style hapa hii. Na nimefanya research, nimeenda kwenye box ranking na unajua kuna bondia anaweza kujita ni namba 1 lakini ukienda kwenye box ranking umkuti na by the way kwa faida tu ngoja nijaribu kutizama hapa jinsi ambavyo box ranking imekurank mzee baba division kwamba Fadhili Majiha super bantam, Ibrahim Class Mgenda super featherweight, Ibrahim Mafia, alafu kuna Mchanja Yohana na Tano Juma. Nyie ndo mpo pale juu. Kwa hiyo ukimsikia bondia anasema ni namba 1 bila kuwa na hizi data huku, manake si kitu si chochote kile. Namba 1 mtaani kwao. Mtaani kwao namba 1, kesi kwamba kwa labda si Afrika, si Tanzania, hapana. Sababu sisi tunaangalia namba 1 mtu inasoma rekodi hapa kwenye box ranking. Kwa hiyo mtu akisema namba 1 labda sasa jitangazia baba mtani kwao namba 1, lakini watu hawamuelewi. Kwa hiyo na kila mtu anajiita mimi namba 1, sija kusikia mtu anajiita mimi namba 2 hapo. Kila mtu mimi namba 1, lakini namba 1 tukatuone kweli box record zinasoma. Internet watu duniani wanajua namba 1 au ndio mtaani kwetu tunajua zile namba 1. Kwa sababu mashabiki mtu anaweza kuwa yani ukulaza kupingana na mtu kwamba mimi bwana huyu hamna, huyu ndio namba 1 huyu kwetu, kwa sababu yeye mwenyewe anakubali. Kwa hiyo awaangalie kwamba duniani au kwenye mitandao inasemaje. Ibra unacheza weight ngapi sasa? Mimi nacheza super feather. Kilo 58. Hauja kufika 63? Nishafika mpaka 66. Na hata mechi yangu ya mwisho ya kwanza kabisa naenda kutoka nje na kucheza Zambia. Nikampiga Mwasa Kavinga, nikachukua mkanda wa WPBF. Nikarudi na Tanzania pale kwa mechi nicheza 66. Kwa sababu kipindi kile nilikuwa sijui kwamba masuala ya weight sielewi, yani ni kwa sababu mtu ni kwenye ngumi hujui chochote, unaenda ushapata kuna mechi kama ugali uzito unaongezeka. Tofauti na ugali, yani unafanya mazoezi unapoenda kuna mechi fulani, yani unajua napiga na mtu yote tu yani. Nikasema sawa mimi ndakupiga. Kwa master alifuata pale na promoter Msangi. Akaambia bwana Ibra kuna fight ya kwenda kupiga Zambia kilo 66, vipi utaweza? Kwa sababu ilibidi yani kwa smasi cheka au mimi. Mimi sija kupanda ndege, nikasema master mimi naenda. Master akasema utaweza kucheza kilo 66? Nikamwambia mimi nitapanda nayo hiyo. Master akasema sawa. Msangi nali kuipeleka sababu bwana bondia mwenyewe kashakubali, mimi sina cha kubisha, kwa sababu kashakubali kachezeni. Kweli nika train fresh. Kutoka promoter Msangi nikaenda kule Zambia, nikampanda kwenye zoezi 66, nikampiga knockout round ya 9. Kwa hiyo nikarudi ndio ya kwanza kurudi mkanda Tanzania kutoka Zambia. Kwa hiyo nilijisikia furaha sana kwanza. Na mimi nilikuja kujua masuala box record. Nilikuja kukutana na meneja yangu kwa Joanea. Yeye ndio kanajua kusindikia kwa rais wa ngumi za kulipwa. Kwa hiyo ndio kananielekeza bwana Ibra bwana box record hivyo, sababu unaona matchmaker anakufuata kwamba hivi kumbe kashachungulia mtu box record yako kwamba una nyota ngapi, duniani wangapi. Ndio pale mimi inaangaliwa hivi, yani sijui na wanaamka lakini akauti ni wanacheza ngumi tu sijui, najua tu mlokota kupiga wewe kuna mechi. Shaka mpaka akiza mechi kiza mtu anakuita kumbe yeye wajanja. Unajua zamani tumeibiwa sisi yani. Mungu mwenyewe anajua. Sababu mtu anategea tu box record yako wewe hujui. Kama unataka na mzee mndu wenyewe kwa janja muda mrefu anaangalia yani. Cheka mtu akupiga simu kuna mechi bwana kinataka kiasi fulani. Vipi njoo nyumbani hivi na hivi na unaenda. Si hujui chochote. Namba sawa bwana mimi nitaenda. Sibishi. Unajua hapa dola, nakwambia dola bwana ukichange dola hapa. Dola si 2000, hapa si milioni ngapi, una kiwanja chako unaweza kununua kiwanja sio? Nikasema sawa ndio kupigana. Ndio tena pana ndege tena mtaani watu watakukoma. Hiyo picha nyingi. Inakuwa kizuri. Kwa hiyo sometimes watu wengi sana wengine watoke namba kujua ndio Ulaya kwa waenda kule kucheza ndicho. Ajua anachokifanya kitu gani. Mtu ajue rekodi yake iko wapi.
ila wajanja walikuwa ni wengi ambao sasa hivi wajanja wote washadhibitiwa. Sasa kila mtu anajua bale kodi yangu mimi bwana na nyota 2 hapa ni bila kiasi hiki sichezi, au mimi bwana hivi na hivi. Kwa hiyo inakuwa wazi unakuwa mwingi na kila mtu anaelewa anachokifanya kitu gani. Actually mwanzo tulizungumzia tiba na nini za maboxing. Bondia wa Ulaya ukimcheki anaweza kapigwa akawa na cut kabisa, yani kapasuka, lakini baada ya miezi 2 unaona cut ile haipo kabisa, wala hamna stitches news za kwamba kakashonwa. Wewe ushapata cut kwenye uso wako sababu ya ngumi? Hapana, mimi najilinda sana usoni kwangu, kwa hiyo kupata cutting sio kizembe. Na watu wengi wanapata cutting usoni katika mchezo wa boxing. Sometimes inakuwa labda wanapigana vichwa au wengine ile yenye kama kuna ile game watu walipigana vichwa mpaka ikaahirishwa. Yote mfumo sometimes, yani kuna mtu labda anapigana yeye nataka kuinama ndani apigane hivi na hivi, yani weka tu weke wanaita. Kwa sometimes ile unaweza kaina machini mkakutana vichwa mkagwana huko chini vichwa au labda unaenda kupiga mtu kakulita kichwa, inakuwa bahati mbaya sometimes hivyo. Kwa hiyo inakuwa mtu unapishana na kichwa au mtu mpigana mkakupigana kisukusuku labda hiki kwenda kwa hivyo. Kwa mimi sometimes nikiwa ulingoni sometimes wasipende sana kucheza mchezo ule kwamba tuingie tupigane katikati. Hapana, sometimes unajitahidi hata mtu akitaka tucheze style hiyo, lakini jaribu kubadilisha mchezo imadi afuate mchezo anataka mimi. Namweka bye kwenda mfanya vyote anavyotaka yeye, ninataka mimi imadi tu asinisogelee karibu. Kabla ya story hivi ile mouth guard ambayo waga mnavaa ile, kweli jino aling'oki hata ukipigwa ngumi ya mdomo Jino linang'oka, sema ile inazuia ukipigwa ngumi sometimes meno haya yasiguse kwenye meno mnyama, kama lips ya juu isiguse au ya chini isiguse kwenye meno, kwa sababu gusa meno huko kama ni mfupa, kwa hiyo unaweza ukagusa ukapasuka mdomo kwa ndani. Kwa hiyo inazuia wewe kupasuka mdomo nje. Kwa sababu meno yakiwa free hivi maana yake kuchanika ni rahisi sana. Nyama na mfupa hivi. Na ile ukivaa kwa juu hivi maana yake inakaa mpaka chini. No, ile inakaa juu tu. Kwa zile ngumi zote meno hayatoki bra. Yaani kuna science gani pale inatumika? Kuna ngumi unakuta nayo imenasa vizuri na jino linatoka. Kwa sababu sije kuona bondia mwenye mapengo zaidi ya kiduku. Bwanao. Kiduku sio mwanya ule pengo. Sasa mimi sijui utaona. Lakini sidhani kama itakuwa jino litoka kwenye labda litoka kwenye ngumi sidhani. Watu wengi, lakini kweli watu wengi sio mtu katoka jino, mtu katoka jino bandia kaeka, lakini fresh, lakini hata master kidogo mimi huja na mapengo sema na mimi wake bandia mwenye kaeka, sio mtu uweze kumjua. Ndio mimi yeye miaka yote nako naye, sija kumshtukia kama na mimi na bandia. Kwa sababu nilimuona Anthony Joshua alimpiga ngumi yule Jack Paul, alimvunja taya kabisa. Jamaa alikaa almost wiki 3 anakula fluid tu, yani vyakula vya maji na nini. Kwa nikaliza hivi kweli meno hayatoki kwa sababu ile mouth guard. Meno hayatoka. Maana huwa naogopa bondia kwa sababu nikikasio kaning'oa jino tena kwa balaa. Meno yanatoka sana, meno yanatoka. Kwa sababu kuna ngumi unaweza kupigwa yani hiyo haikwepeki. Unaweza kutana kabisa ngumi ya mdomo kabisa, kwa hiyo lazima itikishe meno. Kwa hiyo vitu vinatoka. Hela yako nyingi unaitumia kwenye issue gani yani? Hela sako nyingi kwa mimi namalizaga hela kwenye mandinga, kwenye manguo, kwenye sako nyingi unaitumia wapi sana? Ni kujenga. Kujenga viwanja ndo natumia langu nyingi sana. Unaogopa maisha brother? Kwa sababu baadaye uko shida kwenda kuchekana, yule alipata gaya bwana, si alifanya nini yule mademu yule hivi, sio mambo kwenye ngumi. Yani jambo katika maisha na uishi duniani hapa, kila mtu na nyinyi mnaonekana anaongea yake, bwana huyu bwana yule bwana nilimpa hela, nilimpa hela sana, alifanya hivi, mwisho siku tunachekana. Kwenda kwa sio kitu kizuri. Sometimes ushafika uzeeni kunabidi tukae na msuli tu, kae sehemu na kucheza draft na wenzio. Sasa hivi nimeshtuka mabondia, kila bondia anajenga sasa hivi, unaona wachache wenye akili, wachache sana. Na kwa mabondia zamani wengi yani wote walifanya starehe nyingi sana, kwa hiyo hawakufanya chochote. Kwa sababu maisha yao sasa magumu sana kwa sababu hawakuwekeza. Kwa hiyo sisi ambao tumeshtuka tunaangalia mablaza ambao wanahangaika sasa kwenye nguvu bwana hapa. Starehe za sasa hivi zikufanya usahau baadaye tena. Baadaye kuna mambo mengine makubwa ambayo inabidi uje usogeze katika maisha, usogeze nayo katika maisha. Okay. Una familia? Maana Instagram huihusishi kabisa, wewe sio mtu kabisa kuhusisha maisha yako ya pembeni ya maarufu ya kwenye mtandao. Familia yangu mimi yako mwenyewe kama mimi, kwa sababu hata ukiposti familia kwenye mtandao inamaanisha nini kwa sababu kuna mtu anaweza comment pale mpost watoto mitandaoni, utafikia nakuelewa sana mbona unaficha, kwa sababu sio kitu kile wazi. Ila umeoa na mtoto labda mmoja wawili, watoto wawili kike na kiume, kwa mama mmoja. So nice. Boss. Maana nilifikiria kapita na bebe ya mtu atusiende huko. Maneno. Tuanze Tanga kidogo. Kwa Hassan. Unajua mwanzo ulikuwa ukiulizwa kuhusu Hassan ulikuwa una kidogo hauzungumzi kibondia. Unajua kuna kuzungumza kibondia.
lakini kwenye interview za nadhani miaka 2 hii ya nyuma nimekuwa nikiona unazungumza kibondia, kitu ambacho mimi nilikuwa napenda sana, kwamba najiuliza kwamba kwa nini wewe ukiulizwa swali unajibu poa tu, mimi bwana sina shida, sio nini. Hii sio culture boxing. Culture boxing ni kwamba nijibu ni kujibu, mimi huwezi kuongea na mimi eti nikaleta unyonge. Sasa hivi naipenda sana hiyo kwamba unanyosha maelekezo kwamba kama akitaka aje ground. Hivi kuna shida nini? Kwa sababu nyinyi mlikuwa wana. Hamna shida. Mchezo wa ngumi ni nataka ni tambo. Ila tambo zisizidi kwamba zisizidi zikaenda katika upande wa familia, si upande wa nini. Yani tambo hii tabia mimi na wewe tutengeneze hela, kwa sababu wazikana bado tunaongea mimi na wewe, tunaanza kuuliza labda unaanza kuniongelea labda madhaifu yangu si nini. Yani hapana, tuongelee mchezo yani. Sababu mchezo wangu ni biashara. Tunapigana kesho, tunasalimiana, tunapigana kesho tunakunywa kawa pamoja. Tunapigana ni yani hivyo, yani ni kwa ugomvi wa dakika chache tu, kama risali moja tu pale ulingoni pale, au dakika 30 na ngapi tu hizo. Kwa hiyo kitu kama hivi maisha mengine yaendelee mtaani, lakini sio kibifu moja kwa moja kwamba mimi si kimeenda kimerudi au si hapana. Ipo hiyo, watu wetu lao waishi hivyo. Na hata Marekani, watu nimeishi Marekani, lakini watu wataka mtu uongee, yani uongee shit nyingi sana kuhusu opponent wako. Ukimwambia mtu fani wani uongee sana, ndio inauza hiyo. Lakini uongelee kimchezo, usiongelee matofauti na familia yake, usiongelee familia au usiongelee dini yake, au usiongelee mapungufu yake si nini. Yani wewe ongelea stiji kwenye mchezo wa nguvu. Mimi nampiga huyu, anaambia kitu yani hata kivipi, yani anaambia kitu yani vyovyote nafakata kitaka sasa hivi hapa, sababu unaanzisha hata ugomvi wa uongo yani ile madi game hype, watu wakae sema bwana bwana wale kwenye Facebook bwana walizingua, lazima nikaangalia. Wanataka vile wa Marekani. Hata kama hujui ngumi, yani wewe ongea, yani utapata mechi nyingi sana unacheza. Kwa hiyo mwamba anavyoongea gaga ni kama ana sound kama kuna chuki hivi, yani kama kuna jealous wivu na nini, na ndio maana imekuchukua watu kwamba wewe unamjibu sasa hivi. Mimi sije mimi hajaniongelea. Hajaniongelea, na kama kuongelea sababu labda mwenyewe tu mwenyewe anajisikia mwenyewe, labda anaweza kaongelea. Sababu sasa kama chimbi tatu kaniongelea mimi nikakaa kimya tu. Kwa hiyo alafu nikiangalia mtu aniongelea mimi, nani sina chuki naye, sina ugomvi naye, mtu kwa nini aniongelea, ni vipi yani? Mimi sio uzito wake, unajua hilo swali nilikuwa najiuliza, kwa sababu mimi najoga ugomvi unakuwa ni watu wenye same weight. Kwa hiyo naongelea kati mimi sio ugomvi, sio weight yake, sio wake, kuna nini yani? Kwa hiyo mtu sababu anakuwa na chuki za moja kwa moja zile kwamba bwana mimi sikupendi. Kwa mimi sababu mtu kwa sababu anasikia mimi sikupendi pia. Iki Hassan anacheza kilo 66 mpaka 69. I think wewe zimebaki kama kilo 10 tu, na kilo 10 kuzipandisha so case promoter huyu hapa kaeka mzigo, unaweza kumfuata kwenye mechi yake. Yaani mchezo wa ngumi ni biashara, yani sisi tunaangalia pesa. Mimi kivyangu naangalia pesa inalipo na panda, hata matofali madi uzito ufike madi mkacheza naye, kwa sababu sisi tunaangalia hela, inabidi tupate hela. Umeona? Hatufanye sisi labda si lede si nini, hapana. Mchezo wa ngumi ni kutafuta hela, inabidi tupigane tupate hela. Lakini sio maneno sio mkali nani hizo, achana hizo, zishakufa na muda mrefu sana. Kwa hiyo maana September hata unaona kama hata naiweza September kwa staff, lakini September anacheza ngumi za kwamba za kutafuta hela, kwamba bwana wewe unaniweza, wewe niweze, watafuta tu bwana wewe unaweza, utafuta gomvi tu kwanza kutupia maneno bwana kwa kipambano, tunaweka bwana wanapiga hela. Lakini sio maneno matupu yale kwamba mtu anaongea tu hivi namwambia mtu afu mwisho siku utaje kucheza, hapana. Inakuwa sio, yani sisi tunatafuta hela, mimi natafuta hela. Hata bwana pigana mimi, hata pigana hata aje nipigane na Simba, napigana hata mtu yote, kwa sababu nataka hela. Kilichokuwa ni pesa, yani sio maneno. Sababu maneno mwisho siku, maneno utabaki na maneno mwisho siku, mshuko umri unaenda, na baadaye huko uzeni huko utaje kutafuta bwana ningejua sasa ishapita. Mikanda ya WBC silver pamoja na gold unayo wewe, Tanzania ipo. Na vile kwamba mimi ndio bondia wa kwanza kuja na mikanda miwili Tanzania, afu vile kwamba kuleta mikanda WBC mikubwa, mimi ndio mfumbuzi wao. Hata wengine wataanza kaleta, lakini mimi ndio baba yao, kwamba mtu nimeleta tena miwili na haijawahi kutokea. Hata ukiangalia viongozi wetu au mabla zetu waliopita zamani huo hawajawahi kuleta WBC Afrika, kwa sababu WBC Tanzania. Kwa sababu WBC ni mkanda ambao ni mkubwa duniani, namba 1. Ni kweli. Alafu inafuata mengine si WBA, WBO, IBA, si IBF, si ndio inafuata hiyo, kwa sababu WBC ni mkanda mkubwa, na ukiangalia mabla zetu hawajawahi kuleta mikanda kama hiyo. Kwa mimi hata kama mmoja kuja nao, mmoja hajawahi kuja nao WBC. Hakuna. Ipo tena kuja si WBC Continental, si kwa nini hii ya kawaida hii. Na hata dunia ikibadilika, tuseme ibadilike bwana hivi hivi, yani historia yangu itabaki pale, kwa sababu rekodi imeshaka kwamba alileta mikanda ya dunia WBC International na gold kwa pamoja. Afrika nzima ni mimi. Kwa hiyo sasa umeweka ukiuliza Watanzania wachague labda ni wapi,
Inakuwaje sasa, nini kinafuata hapo ili mtu mwingine aichukue hiyo mikanda? Nini kinafuata hapo? Utaratibu hapa inabidi nitetee. Kwa hiyo nimeweka vile Instagram, nimepost kwenye Instagram kwa sababu kuna ofa Ulaya nimepata na kuna wengine wataka nicheze hapo, wengine nikacheze Ulaya. Kuna sikilizia kwanza mzani unaenda wapi. Kama ndugu zangu wanasema nicheze hapa Tanzania, nitacheza hapa. Kama itakuwa imeshindikana tena mambo mengine, kwa sababu Nasibu akautaka, yeye anafanyaje sasa kupata game na wewe? Anaomba kule. Nasibu hawezi kuchezea mkanda wangu. Mimi nacheza hiyo international, nacheza na watu wa nje. Ile ni international. Kwa hiyo kwamba haiwezekani kwa mabondia kutoka ndani. Sio za bondia hapa wala Afrika. Naweza kucheza na Afrika, unaweza kutoka Afrika hapa, lakini inabidi nicheze mkanda hadi kuheshimisha bichi za mtu nje zaidi ya Afrika. Na awe na nyota ngapi ambayo unataka kucheza naye? Au hiyo haina 3-2.5. 3-2.5. Na nyota kubwa kabisa ni 5 5 ya. Ambapo Tanzania haija kutokea mtoka na nyota 5. Haija kutokea. Ambaye mkubwa isha kutokea. Kwa sasa hivi Fadhili ndo anaongoza na nyota 4. Na nyota 4. Wewe 3.5. 3.5. Mimi kwa 4 lakini nilishuka kwa sababu nilikuwa sijacheza muda mrefu nikashuka. Kwa 4 ya. Kwa hiyo kuna mtu kaomba game na wewe ndo unaamua sasa ucheze na offer ipi kati ya hizo kati ya hapa au ni OTT nje kule. Yeah, kwa sababu sasa hivi ukiangalia sometimes kwenye nchi sometimes support ya mchezo inakuwa ipo lakini sio kivile, unajua. Kwa hiyo sometimes mikanda kama mikubwa sometimes inataka gharama. Kwa hiyo kama upande wangu labda serikali yangu itanisaidia, nitatetea hapa. Kama itakuwa ngumu basi kwa mfano gharama ule mkanda ni gharama mpaka tuangalie tena kwenye internet, kwa sababu vitu siku vinabadilika. Kwa hiyo unaweza kukuta labda gharama hiki tunao sasa vimepanda hivi na hivi na ambavyo kwa mara ya mwisho ulipoangalia function nini. Mimi sija kuangalia, wao ndo wanaangalia vikosi wangu na wanaangalia management. Umesema Tanzania sometimes support. Nilikuwa na bungeni. Nani alikupigia simu, ilikuwaje kufika bungeni? Maana Makonda alikusema kabisa bwana, ilikuwaje? Ni Makonda aliniita. Yeye mwenyewe alivuta waya. Alivuta waya, akaniambia commission pale, commission wakanipa taarifa ndo tukaenda. Kwa hiyo ina maana kuna namna wanakusaidia labda kwenye passport, kwenye nani incentive ndogo ndogo za hapa na pale kama government. Serikali sio hivyo kwamba watu wakusaidia kwa pesa nini, yaani kuna baadhi wanakupiga tafu, lakini sio kwamba ati kwamba tufanye hivi, hapana. Kwa hiyo serikali tunaenda serikali zaidi, unajua sababu sababu mlongo unakuwa mrefu, yani mnyororo unakuwa mrefu mpaka uje nini na kwa kipengele. Kwa hiyo tunaomba Mungu tunapotusaidia hapa natosha, mwatazidisha, tunashukuru Mungu. Unaridhika lakini na mafanikio yako hapo ulipofika, kuna namna unaona alhamdulillah, au bado kama asilimia ngapi hivi, au ukiweka katika asilimia kwa safari yako ya boxing iko poa? Ya, iko poa, lakini tunaridhika, lakini sio kivile kama tunavyotegemea, labda wanavyoona watu walio nyuma yetu, unajua. Kwa hiyo tunaridhika kwa sababu tunapewa support nyingine, mabraza nini tunafika, lakini tujafika pale tunapotaka. Ya, bado tunajivuta, lakini tunaomba Mungu ipo siku tutafika, lakini kama wale wengine na kama wenzetu wa Ulaya kwa tutafika. Kwa hiyo tulifika tu, lakini tunashukuru kwa sababu tulipotoka ni mbali na tunakwenda tukujui. Kwa hiyo tunaomba Mungu tufike pakubwa zaidi hadi na tunapojiwekea ndoto zetu. Kweli, tulikuwa tunaelekea kufunga. Hebu tuzungumze mahusiano kidogo. Nimeona umeposti kwenye status yako kwamba mwanaume akikusamehe, hiyo kaa kwa makini, ile mwanamke akikusamehe mambo yameisha. Hivi kwenye mahusiano champion, kati ya mwanamke na mwanaume nani waga anazingua? Yaani kwa experience yako toka umeanza kuona mahusiano huko nyuma, stories za masela na nini, kati ya mwanamke na mwanaume kwenye mahusiano nani anazingua? Mimi navuna kwa sababu mwanamke inabidi mwanamke kwanza inabidi yani umcontrol, yani kama ni mchumba wako nini, yani wewe ndio utamhamasisha akupende au asikupende kwa matendo yako. Sababu sisi bwana tunaangalia bwana, sometimes sisi tunapenda bwana, kuna vitu kwa mwanamke tunapenda bwana, mwanamke akiwa hivi au akiwa anafanya hivi au akifanya hivi, yani inakuwa mimi nakuwa nalizika na yani unakuwa una enjoy, yani unajua. Wewe kuna muda sometimes unaweza kushangaa unavotaka yeye mwanamke akufanyie au labda wafanyiane. Yani labda yupo na wewe, labda unaweza kuongea hivi kutoka kujibu hivi, yani kuna vitu sometimes vinakukwaza mwanaume, sometimes unakinai, unaona mbona hivi, yani mtu unakuwa unaumia, unajua. Lakini wanawake nao wana mambo yao, wana sababu zao, labda wanataka tuwafanyie, afu sasa mtu anifanyie mbona kama unataka kunipeleka nje sasa nje aleli, yani unajua. Kwa hivyo kuna mvutano mkubwa sana unaendelea pale kati ya mwanamke na mwanaume katika kwenye mahusiano. Kwa hiyo na mtu wengine anapenda hiyo, sio leo sema ananipoteza, siwezi kwenda huko, lakini naye kwa bwana mimi hapa niko sahihi na usamia hapo sio sahihi. Kwa hiyo
kuna mmoja pale inabidi ajishushe yani kati ya nyinyi wawili. Kwa hiyo mtu mmoja awe chini, mmoja kidogo awe juu. Hapo kidogo mahusiano yataenda vizuri. Yeah. Lakini wote kama mke wote mko juu au kila mtu atakaika kuna mvutano pale. Kama mimi sitaki afu mimi nakwambia mimi nafanya. Pale mapenzi pale yanakuwa hayana safari ndefu. Afu vile kwamba inakuwa kwanza mwenyewe unaingia kama kinyongo, hata kama mwenyewe unaweza kuwa mwanaume ukosea, lakini unajua mbona kanifanyia hivi hivi. Kama kujua baadaye nilikosea baadaye huko labda unaweza kusema pale kumbe nilikosea, lakini mwisho siku sisi tunapenda yani kila tunachoongea tusikilizwe yani. Kwani kisisikilizwe. Mapenzi pesa? Mapenzi pesa lazima pesa iwepo. Mapenzi bila pesa vipi kuna nini hapa? Mapenzi lazima iwe pesa kwa sababu unaweza kujifanya unampenda sana sometimes ndio unapotao. Yaani unaweza kuona wewe unapenda kinjiwa pesa sasa hivi hamna. Kwa sababu bila pesa akishakula tu inatosha. Mtu akishakula tu kwa mfano una pisi yako chakula kipo sinatosha kula. Au mpaka mwende Zanzibar kidogo shaka. Hamna, wanawake wanapenda mambo mengi. Sasa unajua una hela bwana sometimes siku utaongopewa unapenda afu upendwa ni afu ndio siku yetu wana mega juu kwa juu. Kwa hiyo shingo kuja pale na kwanza mapenzi ambayo ana hela sometimes hana safari ndefu. Hana safari ndefu. Yashakukuta? Mimi kunikuta hizo kwa sababu mimi mapenzi mimi siyaweki sana kipaumbele katika maisha yangu. Lakini kuna sehemu nishasikia unasimulia bwana, kuna bebe moja ulikuwa nayo kitambo hicho na nini ikaleta manjegeka kwa sasa hivi kama huko. Ulikuwa ni utoto, ulikuwa ni utoto tu yani. Sasa nimeshakuwa naelewa mapenzi nini, kwa hiyo yaniumizi kichwa sana kwa sababu najua bwana kama yupo kafu vile. Sasa mimi nicho uchumba. Mimi nilikuwa najua kwa sababu bwana mimi mwanamke kija kwangu siku hiyo ndio zamu yangu imefika. Akiondoka hata mimi najua nani moyo wangu ndio baba naye. Atajua anachofanya ile kwa sielewi, kwa sababu siwezi kuweka kabisa mapenzi ya dhati kwamba tu bwana mimi hivi na hivi. Kwa sababu kwa ujulikani hujamuoa afu unang'ang'ania nini? Mbele sasa unamshangaa mtu mwanaume mtu mwanamke unampiga si nini? Afu ukiangalia hujamuoa unaishi kiuchumba tu, kwani umpige? Kwa sababu hujamtolea hela yako jaliwa bado. Hata kama inaliwa hela yako ya kawaida tu hii ya bamia lakini kujitakia mwenyewe. Kwa sababu naye anakufurahisha na wewe unafurahisha, na kwa hiyo naona kama mtu utakumetea wivu labda mtu ambaye jua sababu mimi mbona ni huyu nimewafu mimi kila kitu namclear, si kula si nini namgaramia, afu kwa nini analeteza lao kama hivi? Na kwa hapo ndio mtu unaweza kama mind. Lakini mtu kwamba uchumba tu hii mimi kwa sifa, yani mimi sifa maisha yangu sifa sifagili kabisa. Siumizi moyo, simweki mtu moyoni kwamba mimi ndio mchumba wangu hapa. Okay, bwana leo nakuja, utakuja leo sipo au bwana njoo kesho bwana. Yeye bwana niko busy hivi. Even wewe ni baba wa aina gani kwa machali wako? Mimi napenda sana wanangu. Napenda sana wanangu sana, ni zaidi ya sana. Mimi napenda sana watoto. Wakizingoa unapiga fimbo kidogo? Kuna muda sometimes hasira inapanda nazipitiliza, unajua? Unamchapa. Lakini sasa kwa mchapa baadaye utakuwa jilaumu, kwa nini nimemchapa? Kiangalia unajua kwa nini nimemchapa. Mchapa baadaye unatakuwa unambembeleza na nyamaze, unajua? Lakini sisi tumekuwa kwa fimbo shehe. Lakini maisha tulikuwa sisi na watoto inabidi sasa tubadilishe maisha, kwa sababu ukiangalia wazungu, mimi nimeshana na wazungu jua wapigi mtoto. Unadhani wako sahihi? Kisahihi hawako sahihi, kwa sababu mtoto yule usipompigi sometimes anakuwa anakuvunjia heshima, sometimes za watu anakuvunjia heshima mbele za watu. Kwa soda ya wageni tena. Ndio hivyo, kwa sababu kuna vitu sometimes weke kwenye limit kwamba bwana hiki sipendi kipindi. Sometimes mtoto unaweza kumwangalia tu jicho akajua baba hajapenda. Hao ndio baba wa zamani wale. Ajaba wengine akiondoka hapa mikazi ninayo. Sijui kwa hiyo maisha yanatofautiana, yanabadilika tulikotoka na tunakuelekea, yani na kwa vitu vile tofauti. Kwa hiyo wote tunashukuru Mungu. Tunaishi, maisha yanaenda. Ni mshua poa ambaye ukifika home daddy wale kupokea na nini wanakutania tania kidogo. Wanangu wananipenda kuliko hata mama yao ya sana. Siongee uongo ya kweli. Umesema una mtoto wa kike. Ngoja nikupe story kidogo. Mimi kwa upande wangu naogopa sana kupata mtoto wa kike. Kwa sababu anyway, unadhani mtoto wa kike hii ni sehemu salama dunia sasa hivi jinsi ilivyo na mazingira yalivyo kwenye kulea mtoto wa kike? Unadhani ni mazingira poa? Na kwa aina ya wanaume pia ambao wamezaliwa pia katika umri wa mtoto wako, au ukifuatilia jinsi dunia inavyoenda ama Tanzania tunavyoenda, dunia iko fair kwa mtoto wa kike? Kwanza wewe ngoja nikujibu swali. Wewe kwanza wewe unasema upeleke utamtoka labda unawafanyia vitu unawafanyia labda tofauti labda unavyofikiria. Naogopa yani. Yani unavyofanyia labda watoto wao unajua mtoka kufanywa hivyo. Kwa hiyo usiogope. Kwa hiyo mtoto wake ni sawa. Ujue mimi nishajua, mimi zamani kwa sitaki mtoto wa kike. Lakini nilipompata nikasema bwana mimi mtoto sawa. Ulikuwa unataka kwa nini? Nilikuwa kwa spendi tu kwamba mtoto wa kike nilikuwa spendi, lakini nakuwa napenda. Lakini nikasema nilipompata nikasema mtoto wa kike ni ukiangalia sehemu nyingi mtoto wa kike
sometimes unaweza kuwa katika familia za kwa labda kuna wanaume watupu. Afu kwa wote wengine wa mateja au wengine wajinga au wengine ni waeleweke, unajua? Lakini mtoto wa kike akawa ndio huyo ndo analisha familia, anakuwa ndio anawajali wazazi yani, unajua? Kwa hiyo mimi nimeshaangalia maisha mengi kwa sababu na mtoto wa kike katika familia ni usiogope kwa naye, kwa sababu wewe unajua Mwenyezi Mungu akuletea na makusudi yake. Ana makusudi yake Mwenyezi Mungu kwa kuletea mtoto wa kike na ulikuwa mtaki. Kwa hiyo mimi afu anatokiwa na upendo sana kwa baba, yuko kwa mama. Kwa hiyo ni kitu kizuri. Mpaka mimi sometimes najikana nafarijika na mwanangu yupo. Nikiza sometimes unajua na vile vile kwamba mtoto wa kike baba sio kama kwa maisha sasa hivi inabidi mtoto umlee tu. Kumlee yani jinsi malezi ya yani yaliyo kwamba naye mwanangu wewe baba nina shida hii nitekelezee tu. Bwana hivi na hivi mwanangu hivi na hivi yani pocket money hata kwa mwezi bwana hii kwa kila mwezi nitakupa hela kiasi fulani. Hii itakiza mahitaji yako. Hapo ndo kikiuka sasa unaweza toka kumfanya kitu chochote. Kwa sababu unajua mwanangu mimi kile kitu nampa. Kuna mzee mmoja mtaani. Bila ukue utaolewa kitu kitaenda fresh. Kuna mzee mmoja mtaani alikuwa anamsifia sana binti yake. Mimi binti yangu katoka na division 1 form 6 sasa hivi yuko chuo kikuu hapo. Hatari kabisa. Semester inayokuja kaja na mimba bwana. Yule mtoto wa kike. Nikasema kumbe sio yani utakiweka 100% hapo. Kwa ndio maana sometimes pia napata uoga ila masela utajua wewe nenda huko kufanya. Cha kufanya hapo ni kumomba Mungu tu. Yaani muombe Mungu tukupe kizazi chema au kizazi chenye malezi, yani kizazi chenye malezi mema, kwa sababu ukisema si upendi utani unaweza kupata mtoto afu akawa vile kwa wote wale au kupata kiuma kile shoga. Kwa hiyo kwa yote ni kuomba Mungu tukuba mimi familia yangu ili ikuwe katika maadili mema na ya kumjua Mungu na maisha ni nizamu yani. Kwa hiyo yote vinasaidia kwa sababu ukisema utaki Mwenyezi Mungu ndo anakufanyia makusudi pale pale. Nimesema sitaki lakini nimesema napataga hofu kidogo. Na wewe tunapo tutapata wa kike leo utaniambia siku ya siku nakwambia. By the way mimi nimemaliza, labda kuna kitu gani ambacho unataka labda uzungumze na Watanzania, labda hujawahi kuulizwa unataka ushare nao, labda wapate picture fulani ya maoni yako kwenye kitu chochote kile ambacho labda unahisi ukipata nafasi ya kuzungumza nao kama hivi unaweza kuzungumza nao? Sema tu kwamba kwa Tanzania na mashabiki zangu kwa jumla kwamba tuendelee kuombeana heri katika michezo yetu, mpigana wakati mgumu, lakini mwisho siku tunashinda, mnafurahi. Lakini tunaomba tu bala mtuombee dua tu kwa Mwenyezi Mungu, afya iwepo na kila kitu kiwepo, kwa sababu tunamtegemea Mungu wote na tunategemea mchezo, na mzidi kuomba dua sana tuzidi kufika mbali kama wenzetu wengine wa Ulaya, mabondia wakubwa. Kwa hiyo ndio dua zetu ndio malengo yetu tunafikia hapo. So dua zenu, maombi yenu, tutafika tuliko. Tuko pamoja sana, nawapenda sana ndugu zangu wa Tanzania. Asanteni. I hope umemsikiliza na kumwelewa Ibra Classic. Mimi ni kaka yangu, ni rafiki yangu, na ilibidi tuzungumze mambo mengi alikotoka kidogo, maisha, lifestyle in general, na imekuwa njema. Hii ni Behind the Vibes. Mimi naitwa Origenes Sanga. See you when you see me. Ciao. Brother.